Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika challenge zetu kukutana na vijana watoto kuwauliza maswali mbalimbali yanayohusu dini yao. Leo tupo na kijana atatambulisha jina lake, kisha litakuja swali, tunasubiri majibu yake. Kwa jina naitwa Arafat Ali Omar. Arafat Ali Omar, mkazi wa wapi? Mkazi wa Mkwajuni, Wete Pemba. Mkwajuni, Wete Pemba. Arafat, nataka nikuulize swali moja. Umepewa fursa kwa haraka ukaambiwa unatamani kama waachiwa fursa ukutane na mtu ambaye hujawahi kumuona katika maisha yako, ukapewa fursa sasa hivi, nani unataka umuone kwa haraka? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, very wonderful answer. Jibu zuri sana. Kijana nimemshtukizia kwa swali, lakini amejibu jibu zuri sana. Nimemuuliza unataka ukutane na nani ikiwa utapewa fursa ya kukutana, ameniambia anatamani akutane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi nitakuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie kukutana naye inshallah. Amin. Na Mtume anaweza kukutana na watu wao, kukutana naye kwenye usingizi, na inshallah Mungu akujalie fursa hiyo. Umekutana naye tayari, mfano umekutana naye, jambo gani utamwambia? Neno gani la haraka unataka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ingie peponi. Uingie peponi. Anasema kumwambia anataka kuingia peponi. Mashaallah. Inshallah, shukran. Jibu zuri. Allah kubarik. Allah kufungulie kifua chako kwa ilmu na nuru ya ucha Mungu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe unayefuatilia channel yetu hii ya Al Hilal TV, katika pitapita na maswali na majibu kwa watoto yanayohusu dini yao, leo tumekutana na kijana. Nataka kwanza nimsikie atambulishe jina lake. Kwa jina naitwa Arif Omar Ali. Arif Omar Ali. Arif Omar Ali, ninapenda kujua swali moja, jawabu la swali hili lifuatalo. Ukipewa pesa sasa hivi, ukaambiwa pesa hizi nenda ukafanye ziara mahala fulani unapahitaji wewe, utatamani kwenda kufanya ziara kumzuru nani, kumtembelea nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mtume Muhammad sallam. Wapi na wapi ungekwenda? Maka. Hivi nataka kutuambia Mtume kazikwa Maka? Madina. Ungeanzia Maka kwanza kwa ibada, baadaye ukamalizia Madina. Mashaallah. Inshallah, shukran, jazakallahu alkhair. Haya ni namna watu wanaompenda mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanatamani kumfanyia ziara, kuzuru alikozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Madina. Mwenyezi Mungu akujalie ilmu, akufungulie kifua chako na ucha Mungu inshallah katika moyo wako, na kujalie ufike inshallah siku moja uende kumzuru bwana Mtume kahiji Maka, lakini pia ufanye umra uende pia kumzuru bwana Mtume sallam katika mji Madina inshallah. Sema amin. Amin. Nataka niweke kifungio kwa majibu ambayo nimeyapata kwa vijana wawili tofauti niliowafanyia mahojiano kwa nyakati tofauti. Maswali yao yalifanana, yalikaribiana kufanana. Wa kwanza kajibu swali nilomuuliza kwamba ungepata nafasi ya kumuona mtu ambaye hujawahi kumuona, ungetamani kumuona nani? Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibu zuri sana, yatuonesha upeo wa mtoto kama yule. Mungu amzidishie fahamu, amkinge na hasadi. Mtoto wa pili nikamwambia umepewa pesa, ukaambiwa pesa zile uende mahala popote unapopapenda kwenda kuzuru, kwenda kufanya ziara, ungependa kwenda kumzuru nani? Mtoto kaniambia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapi? Akanambia Maka. Nikamueleza Maka kwani ndiko alikozikwa? Sema Madina ndiko alikozikwa. Maana bila shaka alitaka kupita Maka kufanya hija, kufanya umra, baadaye akamzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo kawaida. Hii inatuonesha nini? Imenigusa kwa sababu inaonesha namna fikra za mtoto mapema anatakiwa alelewe kuzielekeza wapi. Moja katika jambo muhimu sana mtoto anatakiwa kujengwa ni hubu nabiyikum, kumpenda mtume wenu. Ndilo jambo la msingi sana, tangu yuko mdogo azoeshwe mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtoto wa kwanza kajibu anataka kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtoto wa pili halikadhalika. Ingekuwa malezi si mazuri kwa watoto kama hawa, ingelikuwa mitazamo yao si mizuri watoto kama hawa,
wangelisema nataka kumuona mtu fulani, labda mtu maarufu, labda mwanamuziki, labda msanii wa flavors, bongo flavors na michezo mingineyo, au wachezaji mpira. Kama sasa hivi vijana wengi akili zao ziko kwa wachezaji mpira, lakini watoto wale alhamdulillah majibu yao yalikuwa mazuri. Hivyo ndivyo tutakiwa tuwafundishe watoto wetu. Alhamdulillah, inshallah nikwambie tu endelea kufuatilia channel yetu ya Al Hilal TV kwa mengi mazuri ya elimu na mwongozo. Billahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.